Wewe mpuzi kujua. Yaani wewe, hivi una matatizo gani wewe mshenzi mkubwa wewe? Mama kaza unende kukuuliza tu. Mjama sijamwona kwa bibi. Wewe, sasa vitu vyote nakusikia ofisi yangu. Kulije? Kiru, niyogo di unamwota hapa. Sau kama atakujaga hapa na itabaki tu kuwa ndoto. Godi alishabebwaga na mafuriko akafia huko mbele. Mama. Peta Loma. Una nini? Mbona unatupigia kelele saa 8 za usiku ese? Mama. Nimeota ndoto mbaya. Umeota nini? Nimeota babangu mzazi amekuja nyumbani. Anasema tuondoke. Kiru, niyogo di unamwota hapa. Sau kama atakujaga hapa na itabaki tu kuwa ndoto. Godi alishabebwaga na mafuriko akafia huko mbele. Tena usije kuniletea hizo habari za Godi hapa. Umenisikia? Kwanza ushai kuonaga sura yake wapi? Unamjua hata rangi yake? Unamjua hata rangi yake? Shoga tulia. Naomba urudi ulale hapo. Kesho asubuhi unatakana uamke asubuhi uende shule. Niambie mambo. Salama. Niambie mwenyewe tena nimeona ni usiku. Wewe. Jamani, Yesu. Latifa rafiki yangu. Ndio. Yaani wala usijali kwa hilo. Chap kwa haraka tu hapo nafika. Wanaondoka hapa saa 4 asubuhi. Kwa asubuhi wanakuja pale kwa msibani. Kuja kumfariji mwenzetu, wewe namna gani tunakuwezesha ili uende kutuwakilisha huko. Wala usijali, hiyo imeisha hiyo. Basi sawa. Mwakuwa na usiku. Na wewe pia. Tunatoka hospitali hapa tunaelekea nyumbani. Haya, poleni sana. Ulale. Oya babu, sikia, umevuka mipaka wewe chali yangu. Yaani chali yangu umevuka mipaka. Wewe kupa nafasi kidogo kuja nyumbani kwangu. Unamtongoza mke wangu. Babu, ukiniona ona kama umeona defender. Nitakukata miguu yako. Nisikilize nikwambie kitu mzee. Umeelewa? Mimi siogopi hivyo vitisho vyako. Alafu kama umepanga kunidhulumu mzee hiyo hela, bora ungesema tu nikakuachia. Na sio kutafuta tu vijisababu wewe na mke wako unajua. Umeelewa? Na kuheshimu mzee. Na kuheshimu kaka, narudia na kuheshimu. Sasa unamkomea nani? Ivan, unamkomea nani? Kwa hiyo unachukua mimi poa. Tongoze mke wangu, alafu unanikoromea. Babu, ukiniona pita kushoto babu.
nitakufanya kitu kibaya. Hivi Fanya kitu mbaya. subiri, nimtongoze mke wako kwa uzuri gani? Kwa uzuri gani alionao mke wako? Popote pale tukikutana wewe ukiamua kukiamsha fresh baridi kilo safi kilo mbaya. Basi Mwali kakua, si ndio Mwali kakua na wewe pia unanengeneka, yani unaiba bochela, si ndio? Babu fresh Fresh baba. Wasikia mzee, sina maneno mengi ya kuongea, sipendagi tarabu. Kama unataka nikutongoze kama mke wako fresh, mbwa ni. Hivi una matatizo gani wewe mshenzi mkubwa wewe? Mama kasa unende kukuuliza tu. Mjamaa sijamwona kwa bibi. Wewe kunijibisha sitaki. Tena ninavyozungumza kaa kimya. Tena kaa kimya mshenzi wewe. Yaani mimi naongea unaongea, si ndio? Hivi umefunzwa nini wewe kwenu? Nakuuliza umefunzwa nini kwenu huko? Babako ndo amekufunza hivyo? Unapofika nyumbani kwangu ufanye unavyotaka, si ndio? Si ndio nakuuliza? Hivi mbona una adabu? Mbona una heshima wewe? Wewe. Sogea hapa. Kaa kimya. Tena kaa kimya, funga mdomo. Kele nitakuchapa kofi. Wewe takuwa mshenzi mkubwa wewe. Afu wewe unavyoongea afu unadharau wewe mtoto. Unadharau hivi ni kuzako shida gani wewe? Vai. Wewe kama nani unanizuia mimi ninapomwelekeza mwanangu unanizuia kama nani? Vai ndio mtoto utamuumiza. Afu mimi sipendi hiyo tabia. Nini wewe bwana, kaa kimya uko wewe. Usitaki kuniingilia kwenye majukumu yangu. Tafadhali tuheshimiane. Tena kaa mbali na mimi. Vai, mimi ni kama baba, kumbuka. Sawa? Mimi nipo hapa nyumbani kwako ni kama baba. Unapompiga yule mtoto sio vizuri. Wewe utapata matatizo unajua. Sogea hapa mshenzi wewe. Wewe. Umekuja kwangu, fuata taratibu. Hebu fungua mlango kwanza. Kimya na wewe bwana. Vai. Wewe. Fungua mlango. Ninapoongea naomba ufuate taratibu zangu. Kama babako amekufunza usijui maisha yako ya kienyeji huko, kizungu huko, kwangu fuata taratibu. Tabia gani hiyo? Hivi unajua huko kwa ajili ya kulipa starehe tu na sio mambo mengine. Kwa hiyo Vai unaamua kunitusi. Unanitukana kwa sababu nipo nyumbani kwako. Sikiliza, huyo mtoto kuuliza swali alilokuuliza sio vibaya. Mbona mtoto kauliza kwa uzuri tu? Sio sababu ya kumpiga huyo mtoto. Hebu fungua kwanza tuongee vizuri. Unajua Vai? Babako amekutuma uje unifuatilie maisha yangu. Mimi ni mamako jue. Hata kama nina maisha ya kama chizi. Kumbuka mimi ni mama yako. Kuna mipaka unatakiwa kuwa nayo. Unapowakuta wajomba zako kwangu, fuata taratibu. Si unaletea maisha ya kishua huko kwa baba yako huko. Kwangu fuata taratibu. Unavokula, unakunywa, unaenda chooni. Unajua nani anatoa hela matumizi? Unajua nani anatoa hela sukari? Wewe mpuzi mshenzi mkubwa wewe. Sikiliza kwa makini. Sasa ole wako umwambie babako. Kele sasa. Futa machozi. Wewe. Usijikuta unampenda sana babako kuliko mimi. Mimi ndo nimekubeba mimba miezi 9. Sijui unanielewa? Nimekubeba tumboni miezi 9. Kwa usinidharau. Unachokikuta hapa nyumbani kwangu kiheshimu. Mimi ni mzazi wako. Baba ana shida na yule ambaye tuongee. Ndio bana, hamna muda kumbeza mimi muda kupoteza muda wako. Njoo. Nakusikiliza. Ina maana simu zangu ushiki, nikitumia message zangu ujibu, ulikuwa tegemea nini? Nisikufuate ofisini kwako ama vipi yani? Umekaa tu bure pale uwazi unafikirije kama mtoko kwa kagongo kafa huko.
Kwa taarifa yako labda tu nikupashe baba. Ile pesa nilomtoa kwa vifaa vya shule ni hela ya mkopo na rejesho yake ni leo. Hivi nilikwambia nimeamka na shilingi 5,000 tu. Baba nishtaka hapa nataka 30 zangu 5. Unigaie niweza kulipa rejesho. Wataka nizalilike? Wataka nizalilike? Kitu na shilingi 6,000. Nina safari yangu ya TV yangu flat mimi nafanya TV yenyewe ya mkopo ya sola ile. Pia nataka ibebwe. Tena mwanaume samahani naomba kusiwaje shina black na sana mwendo kasi chupi mkono ni muda wote sina tarasi dukani msicheze dukani mzana konda usili ugali ukashuka baba. Nipe hiyo pesa. Nipe hiyo pesa. Kodi ya nyumba yako mlipie mtoko sema unalala pia ujue faida yake na ujue hasara yake ni nini. Naomba hiyo pesa. Maana sina raha hata kidogo. Yaani sina raha hata kidogo. Hebu nisikilize. Nilishakwambia kwamba nitakuletea nyumbani. Kwa nini unataka kunizalilisha? Ndio nishaka shida yangu nipeke rejesho. Naomba pesa. Haitoshi. 10,000 za kanunua kompas. Iza kanunua sketi na shati, nyumba, viatu, soksi, madaftari 10,000 akanunulia shangazi kama hela tosha. Naomba pesa yangu. Naomba pesa. Kama tisho nitachukua pikipiki. Wewe nawe unasemaje? Unasemaje? Sasa hivi unapopiga mtoto sio vizuri. Wewe kama nani? Mimi kama babake. Yes, mimi niko hapa kama babake. Wewe babake wewe? Sawa, sasa lakini sikiliza nikwambie. Huyu ni mwanao umemzaa kwa uchungu. Sasa unavyompiga kisa ni nini? Wewe bwana usinipangie kunapotoza atubuzi. Sikiliza, unapoongea mimi naomba usije juu please. Usinipangie bwana unanipa. Bwana heshima bali nitakupiga. Nipige. 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 Si upige. Mimi sipendi unachofanya ujue. Sipendi nini? Pige. Si unataka kupiga? Bonda. Si bonde. Sasa mimi nakupiga. Nipige, piga. Nisikilize basi. Nipige. Bwana, kuna mtoto juu kuna. Nipige. Sio unataka kunipiga? Nipasue. Siwezi. Sorry. Ila usimpige mtoto sana. Nasikia. Usimpige mtoto. Unatangia mimi nani? Nisikilize. Hii ni ofisi yangu. Nisikilize, hii ni ofisi yangu. Nitakufanyia kitu kibaya. Nitakupiga wewe. Nitakupiga mwanamke. Wewe mwambie nitampiga wewe. Hayakuhusu na wewe. Leta funguo wangu. Leta funguo wewe. Nisikilize. Wewe, sasa vitu vyote la kusikia ofisi yangu. Kulije. Wewe mwanamke, wewe.